Habari gani mpendwa mfuatiliaji na mtazamaji wa chaneli yetu ya Lisha Ubongo. Naam, tunapenda kuwapa habari zote ambazo mlitamani kuzisikia. Leo hii ikiwa ni mwendelezo wa salamu na taarifa mbalimbali ambazo zinapatikana katika chaneli yetu ya Lisha Ubongo. Tunapenda kutoa shukurani kwa ninyi nyote ambao mmetenga muda wenu saa hii kusikiliza na kufuatilia chaneli yetu pendwa ya Lisha Ubongo. Siku ya leo tarehe 2 mwezi wa 5 ni siku ambayo wanafalsafa hukumbuka siku ya kufa kwake mwana falsafa aliyejulikana kwa jina la Paulo Freire, ambaye yeye alifariki tarehe 2 ya mwezi wa 5 mwaka 1997. Huyu alikuwa ni Mbrazili. Aliandika juu ya mambo ya elimu, aliandika juu ya mambo ya uendeshaji wa elimu na yule anayeendeshwa. Kwa ufupi tunaweza kusema alielezea juu ya mifumo ya elimu kwa waendeshaji na wale wanaoendeshwa, yaani anayeendesha baiskeli na aliyepanda katika baiskeli hiyo. Mwalimu aweje, mwanafunzi aweje, na mfumo gani mzuri utumike ili mwanafunzi aweze kuelewa na aweze kuwa bora katika practical, yaani katika kufanya kiuhalisia kuliko katika theory. Anajulikana sana kwa kitabu chake maarufu alichokiandika akiwa gerezani kinachojulikana kama The Pedagogy of the Oppressed. Ameelezea mambo mengi sana na mazuri. Ndipo hapa anapotoa ule msemo wake anaosema elimu haitakiwi kuwa kama bank system, yaani mwalimu anampa mwanafunzi alafu mwanafunzi kazi yake ni kurudia kile alichopewa na mwalimu bila kuongeza jitihada zingine zozote. Hapa alikuwa anapingana na ukoloni. Kitabu chake kinasomwa na dunia nzima, kinasaidia popote ambako watu hawa wapo. Mwalimu na mwanafunzi wapo kila nchi. La kwetu leo sio hilo. Leo tumekuletea jambo muhimu na zuri juu ya siri. Ni vizuri kuwa na siri zako muhimu. Ni vizuri kutunza kazi zako ambazo unatamani watu wengine wasizijue, uzijue wewe tu. Lakini kutunza kazi hizi kwa moyo ambao haujali mema, haujali wakati, si vizuri. Hivyo, ikiwezekana katika siri zako hizi, waweza kumshirikisha mtu wako wa karibu. Anaweza akawa mzazi wako, anaweza akawa mwenzi wako wa ndoa, au anaweza akawa rafiki yako wa miaka mingi. Kwa sababu hatujui ni siku gani, hatujui ni wakati gani ambao tunaweza tukatoweka hapa duniani. Hebu fikiria tu, unatembea huko njiani, umepata ajali. Vipi? Siri zako zinabaki kwa siri, si ndio? Ndugu zako wengine wanateseka, ndugu zako wengine wanalala njaa, ndugu zako wengine wanaumwa, hawana wa kupeleka hospitali, lakini wewe kwa sababu tu ulitunza siri na hukuacha waraka wowote ili waweze kufaidika na uwepo wako pindi ulipokuwa hai. Tunashauri tu ili iwe vizuri kwa wale walio karibu yako. Usiwe msiri kupitiliza kiasi kwamba hata ukiwa na tatizo hakuna anayejua kama una matatizo. Tujitahidi kushirikisha. Pengine tunaposhirikisha hata kwa njia ambayo isiyo ya moja kwa moja, itatusaidia sisi kutoa sumu mwilini mwetu. Asante sana. Ulikuwa nami mmoja wa wanafamilia wa chaneli yetu ya Lisha Ubongo. Mpendwa, nikukumbushe tu, ili upate taarifa zetu zaidi, usisahau kusubscribe, like, kucomment na kushare kwa wengine waweze kujifunza zaidi. Asante sana.